Uhali gani mwanafamilia? I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu pendwa. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusi tu kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi chini ya video hii upande wa kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Polisi wa mkoa wa Dodoma wamesema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha mwili wa MC Pilipili ulikuwa na alama zinazoonyesha kulikuwa na shida consistent na kipigo. Kamanda wa polisi wa Dodoma Galas Hiera ameeleza kwamba alama hizo hazikuwa za kawaida, hivyo wameweza kuanzisha kesi ya uhalifu au mauaji ili kubaini ni nani na ni kwa nini alifariki kwa namna ile. Polisi wametoa wito kwa umma kutoa taarifa yoyote ya siri ambayo inaweza kusaidia kwenye uchunguzi wa kifo hicho cha MC Pilipili. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limetangaza rasmi kuanzisha uchunguzi wa jinai kuhusu kifo hicho. Kwa mujibu wa polisi, wamefanya kazi na wataalamu madaktari, pathologist, medical experts ili kuchunguza mwili na kubaini hasa majeraha yaliyopo kwenye mwili wa huyu MC Pilipili. Polisi wamesema bado uchunguzi unaendelea na bado hawajafichua vyote. Taarifa kamili itatolewa baada ya uchunguzi kuweza kukamilika. Dada wa MC Pilipili ambaye anakwenda kwa jina la Veronica Matias ameeleza kwamba aliona madoa meusi blackish dark maxi kwenye mgongo wa mwili wa marehemu na inaonekana ni majeraha. Familia bado inaomba taarifa za uchunguzi na bado wanasubiri matokeo ya uchunguzi wa polisi post-mortem ili kujua ni nini kimetokea na kwa uhakika zaidi. Kulikuwa na ripoti kwamba MC Pilipili alikuwa na matatizo ya ndoa kabla ya kifo chake. Rafiki yake Pastor Richard Magenge amesema kwamba MC Pilipili alitaka kuanzisha mazungumzo ya kuondoa mzozo na mke wake. Kwa mujibu wa Magenge, pastor huyu rafiki yake wa karibu kabisa, Pilipili alikuwa ametembea Dodoma kwa kazi, lakini pia alikuwa na mpango wa kukutana na mke wake ili waongee na kurekebisha mzozo wa ndoa yao. Pia imetoka mazungumzo ya WhatsApp kati yake pamoja na rafiki yake wa karibu ambaye anakwenda kwa jina la MC wa Udechi, yakionyesha walizungumza karibu siku mbili kabla ya kifo. Katika mazungumzo hayo, MC Pilipili alionekana kuwa mzima wa afya na hakutoa alama ya kuwa na matatizo makubwa ya kiafya kwa umma. Mwili wa MC Pilipili uliletwa kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma Regional Referral Hospital saa 5 asubuhi. Jioni ripoti tofauti ilionyesha kuwa alifika tayari akiwa ameweza kufariki dunia. Manake hospitalini mwili wake uliweza kufika tayari akiwa amefanyaje, ameweza kufariki au umauti umeweza kumfika tayari. Daktari mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Ernest Benz alithibitisha kupokelewa kwa mwili huo wa marehemu wakati wa kifo. Kifo chake kimewacha watu wengi kwenye uchungu mkubwa. Tasnia ya burudani, marafiki na familia wamekuwa na machungu mazito sana kutokana na vile ambavyo huyu ameweza kufariki kwa ghafla sana, lakini pia alikuwa ni mtu wa watu sana. Familia imepanga huduma za mazishi mbili, moja ndogo kwa watu wa Dodoma mjini alikokutwa na nyingine kubwa kuhusisha watu wa nje. Msiba umepewa kipaumbele na cha kuonyesha heshima kwa mchango wake kwenye sanaa na ucheshi na pamoja na huo ushereheshaji. Nafahamu alikuwa ni mchekeshaji lakini pia alikuwa mshereheshaji. Inaonekana wazi kuwa kifo cha MC Pilipili hakikutokana na sababu ya kawaida, sio kifo cha matatizo ya kiafya, kutokana na ushahidi wa alama za kijeraha kwenye mwili wake. Polisi wanafanya uchunguzi wa jinai ikiwemo kuangalia
kuangalia majeraha ya mwili na kuwatafuta watu waliohusika. Hii inaashiria uwezekano wa mauaji au matumizi ya nguvu. Familia na watu wa karibu wako na maswali mengi sana na wanahitaji matokeo ya uchunguzi wa kitaalam, post-mortem report, ili kupata ukweli kamili. Taarifa za marafiki kuhusu mzozo wa ndoa zinaweza kuwa ni sehemu ya muktadha wa maisha ya kufuatia kifo cha MC Pilipili, lakini haziwezi kuhitimisha peke yake chanzo cha kifo bila kuwa na ushahidi kamili. Bwana, ndo hivyo. Huyu ndugu yetu ameweza kukutana na nini, na hayo majeraha mgongoni. Mara ya kwanza huyu dada yake wa marehemu Veronica, huyu Matias, baada ya kuweza kushuhudia mwili wa kaka yake, aliweza kuyakuta hao majeraha meusi mgongoni mwake, lakini hao majeraha alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hizo alama ni za majeraha za kipigo au kutumia nguvu, ambazo pengine kwa namna moja ama nyingine zimeweza kusababisha kifo cha huyu MC Pilipili. Lakini ndo hivyo, wanahusisha na mzozo huu wa ndoa kati yake pamoja na mke wake. Manake mke wake kwa namna moja ama nyingine pengine anahusishwa kwenye hichi kifo cha huyu MC Pilipili, kutokana na vile ambavyo walikuwa wameweza kuingia kwenye huo mzozo. Tumeweza kuona vile ambavyo huyu rafiki yake ameweza kusema kwamba baada ya kwenda huko Dodoma alikuwa ameplani kwamba aweze kukutana na mke wake ili basi kuweza kupata solution au kuweza kupata solving suluhisho kwenye ndoa yao, kuweza kusolve migogoro yao ili basi maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini ndo hivyo, mke anaweza kuhusishwa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kabla ya kifo moja ya swala ambalo lilikuwa linamsumbua sana huyo MC Pilipili ni huo mzozo kati yake pamoja na mke wake huyo Qtimi. Na bwana, mambo ndivyo yalivyo. Na maonekano jua hilo, uwanja wa comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbusha tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu pendwa, basi na ujasubscribe, chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuweka hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment, kuacha maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Na hisi ni nini ambacho kimeweza kumfika huyu ndugu yetu MC Pilipili, au chanzo cha kifo chake ni nini? Japokuwa uchunguzi wa awali umeweza kufanyika kwamba alikuwa na majeraha, lakini uchunguzi kamili haujaweza kuwekwa wazi au kuwekwa bayana, kuweka wazi kwa umma watu waweze kufahamu nini ambacho kimeweza kumsibu. Lakini awali wameweza kutuambia hivyo kwamba alikutwa na majeraha nyuma ya mgongo wake. Ndivyo ambavyo taarifa za awali zinasema hivyo. Je, una maoni gani juu hilo? Na hisi nini ambacho kimeweza kumkuta? Je, ni mgogoro huo au mzozo huo wa ndoa yake, au ni vipi? Usisahau kuacha comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.